Ndio. Kwa lugha nyepesi unawaambia nini wanahabari? Bajeti hii inaenda kuwa bajeti ya kubadilisha kwa kiwango gani tasnia ya habari? Bajeti hii kwangu mimi ni bajeti ya kimapinduzi, kwa maana ya kwamba tunakwenda kuibadilisha sekta ya habari katika maeneo yote muhimu. Eneo la kwanza ni eneo la kuendelea kupanua uhuru wa vyombo vya habari kufanya kazi yao ya kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha, lakini pia kazi yao kubwa ya uchambuzi, na hili kama mlivyoona tunazidi kupata alama za juu. Lakini la pili ambalo bajeti hii inakwenda kulifanya ni kuongeza mafunzo ya weledi kwa waandishi wa habari kupitia bodi ya ithibati ambayo tumekwishaizindua. Bodi ya ithibati pamoja na kusimamia maadili na nidhamu, lakini kazi yake kubwa nyingine ni mafunzo. Lakini la tatu ambalo tunakwenda kulifanya katika bajeti hii ni kuboresha miundombinu ya utangazaji na uchapishaji, kwa maana ya kwamba sasa kwa mfano kwa upande wa TBC ambayo na Bongo FM ni sehemu ya TBC, tunakwenda kwenye teknolojia ya DRM ambayo itatuwezesha kuwa na spectrum kubwa ya masafa ya kati, masafa ya chini na FM, yani shortwave, medium na shortwave, na teknolojia ya kisasa. Kwa mambo yote hayo yamo ndani ya bajeti hii ya sasa ya waandishi ya sekta ya habari. Na nyinyi Bongo FM mtafaidika sana na teknolojia mpya ya DRM, kwa sababu sasa mtafika maeneo yote ya Tanzania na vijana wa Tanzania wakae tayari kuisikiliza Bongo FM katika maeneo yao. Sawa mheshimiwa, tunashukuru sana kwa salamu hizo, na sisi tumekupokea na tunakukaribisha tena na tena uje kuifafanua zaidi hii budget. Ndio. Sawa. Mheshimiwa Waziri, wakati wote likizungumzwa swala la wanahabari, maslahi yao hayaachi kuzungumzwa. Una neno gani kwenye bajeti hii itaenda kugusa hilo linalopigiwa kelele? Ndio. Swala la maslahi ya waandishi wa habari ni moja ya mambo ambayo yatakwenda kuguswa, lakini ufahamu serikali inahusika na wafanyakazi wa TBC, wafanyakazi wa Daily News na TSN, lakini vyombo vingine vya habari ni vyombo vya habari binafsi. Na tulichofanya, tumeshapokea ripoti ya kamati ya kuangalia uchumi wa vyombo vya habari. Ni matarajio yetu kwamba baada ya kuwa tumepitia taarifa hiyo, tutazingatia mambo yafuatayo. Moja, kuhakikisha waandishi wa habari katika sekta binafsi wanakuwa na mikataba ya kazi. Lakini pili, wanakuwa na mishahara ambayo inalingana na hali ya maisha. Baada ya Mheshimiwa Rais kutangaza kima cha chini kuwa ni shilingi 500,000, sitarajii chombo cha habari kitampa waandishi wa habari chini ya shilingi 500,000, ingawa tunasubiri bodi ya sekta binafsi. Lakini la tatu ambalo tutakwenda kuliangalia kwa kina kabisa kwa upande wa sekta binafsi ya vyombo vya habari ni mafao ya uzeeni, yani waandishi wa habari watakapozeeka wataishije. Kwa hiyo yamo katika bajeti yetu kwa maana ya kuyasimamia, kuyaratibu, lakini kwa upande wa vyombo vya habari vya umma mambo ni mazuri na tumeweka vizuri. Sawa, mawili ya mwisho mheshimiwa, najua una ratiba ndefu hapa. Hakuna fikra pengine ya kuwapa ruzuku vyombo vya habari binafsi au mikopo ama namna yoyote waweze kujiendesha? Jambo hilo bado linafanywa uchambuzi wa kina. Maombi yamefikishwa, maoni yametolewa, lakini swala la kutoa ruzuku linahitaji uchambuzi wa kina ambao unafanywa na serikali, Wizara ya Fedha na vyombo vingine. Ili likionekana linawezekana, litawezekana. Lisipowezekana, sababu zitatolewa. Lakini tunafahamu kabisa kwamba vyombo vya habari vina mchango mkubwa katika taifa letu, na kuna wakati vinayumba, vinakuwa na msukosuko, lakini hilo ni swala ambalo linahitaji kufikiriwa, tafakari, kuchambua kabla ya kutoa maamuzi ya mwisho. Lakini maombi yamepokelewa. Mheshimiwa Waziri, mara nyingi tunapopokea wageni wakubwa hapa nchini, zawadi tunazowapa ni pamoja na vinyago. Wachonga vinyago wengi wanachonga vinyago hivi lakini havina alama ya wapi vinazalishwa. Serikali, mna mpango wowote wa kuhakikisha kwamba vinyago hivi hata kama vitapelekwa mataifa mengineyo itambulike kimetengenezwa wapi? Kwanza tumeshaanza juhudi za kuhakikisha dunia inafahamu mambo haya matatu yanatoka Tanzania. Moja, picha za tingatinga. Picha za tingatinga sasa zimekuwa maarufu duniani na hasa Japani na nchi za Asia. Na wengi wanadhani tingatinga hawajui inatoka Tanzania. Kwa tumeanza juhudi za kimataifa kuhakikisha watu wajue kwamba tingatinga ni picha zinazochorwa kutoka Tanzania, na tunataka shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO liorodheshe tingatinga kuwa ni moja ya urithi usiokamatika au urithi usioshikika wa Tanzania. La pili ni vinyago vya Kimakonde. Watu wengi hawajui kwamba vinyago hivi, na hasa vinyago vya aina ya mashetani na vinyago vya aina ya ujamaa na familia,
Kwa hiyo pamoja na hayo tunataka tuviorodheshe UNESCO ili viwe katika urithi wa dunia, lakini hatua hiyo sasa tunaichukua ya kutoa ithibati ya vinyago hivyo ili watu wajue vinyago hivi vimetoka Tanzania. Na tatu, hili ambalo nilisema la muziki sasa ambao unavuma kwa vijana, unapendwa na vijana, Singeli. Mambo hayo matatu yamo ndani ya bajeti yetu ili kuhakikisha vinyago vya Kimakonde, picha za tingatinga na Singeli zinaorodheshwa katika orodha ya shirika la UNESCO kwamba huu ni urithi wa Tanzania na zinatoka na Tanzania, na maana yake sasa tutafikiria kuweka ithibati ili mtu ajue kweli hiki ni kijago cha Makonde kutoka Tanzania na hii ni picha ya tingatinga ya Tanzania na huu ni muziki wa Singeli kutoka Tanzania. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Naam, ni